Hello, ni wakati mwingine tena tunakutana katika chaneli yetu ya RSDD Media. Mtazamaji, ni leo mbele yako hapa, naitwa The Crown. Bwana, leo na swali dogo. Bwana, swali lenyewe liko hivi, kwamba hivi ni kwa nini mdada au mwanamke, ni kwa nini kipindi cha kujifungua wanakuwa wanajiachia sana? Wanapokuwa wananyonyesha wanaachia maziwa wazi. Tukienda labda kwenye daladala ama tukiwa katika sehemu za wazi masokoni, mara nyingine unaweza kukuta mwanamke amekaa tu ananyonyesha mtoto. Lakini kipindi ambacho wanakuwa bado hajapata wasawa kuwa na mtoto ama kuzaa. Ila pia hata ambapo wanakuwa wakiwa wameshatoka kwenye wakati huo wa kuwa kunyonyesha, kwa nini inakuwa ni ngumu zaidi kuona nyonyo ama ziwa hadharani? Sasa ningependa tuanze kupata majibu kutoka kwa wasanii wenzangu hapa, na ningependa kuanza upande huu. Kwa majina naitwa D-Shop. Kwa nini mwanamke akiwa ananyonyesha anaweza akatoa ziwa lake ovyo kwenye daladala, sokoni ama kwenye watu wengi tunasema? Na kwa nini akiwa hanyonyeshi ama mtoto akishaacha kunyonya ziwa lake anakuwa halitoi tena? Manake iko hivi. Mwanamke wa Kiafrika ama mwanamke wa Kitanzania mara nyingi sana huaga anathamini mwili wake, na ndo maana akiwa anyonyeshi ziwa uwezo kaliona ovyo ovyo sokoni ama sehemu yoyote ya daladala ama sehemu yoyote kwenye wingi wa watu, bali akiwa na mtoto anaweza akalitoa ziwa sehemu yoyote, kutokana na mtoto ndo chakula chake muhimu kwenye maisha ya mtoto. Nafikiri ndio hilo tu. Kwa jina naitwa Maua. Kwa sababu inategemea ameenda sehemu na mtoto anataka kunyonya, lazima atoe, na mtoto akiwa analia lazima anyonyeshe, kwa sababu mama anajua kwa mtoto wake nini, ana njaa. Kwa hiyo lazima atoe ziwa lake aanze kumnyonyesha. Ndio ninachofahamu mimi. Okay, Maua, wewe umesema kwamba mtoto anapolia ni lazima apewe ziwa sehemu yoyote. Sasa swali langu ni kwamba, je, ni lazima mama mtu aonyeshe ziwa lake hadharani? Yaani mtoto atapolia tu lazima alitoe tu sehemu yoyote bila kujali kwamba hapa ni wapi ampe? Inawezekana. Ila sasa kuna wengine hawana aibu, wanaacha hivyo hivyo. Wengine wana aibu, wengine wapendi wakiwa wananyonyesha waoneshe ziwa lake. Wengine wanajiachia, ni kawaida. Kwa majina naitwa Bakari Idrisa almaarufu Breeze Boy Official. Mwanamke, ile hali ya kutoa ziwa kumpa mtoto anyonyeshe, au ile hali ambayo anaficha maziwa wakati yupo bado msichana, hiyo hali mimi nafikiri inaamuliwa na mahitaji yake mwenyewe, yani kwamba ameamua kwamba ameamua muda huo ampe mtoto. Kuna wengine wa mtoto analia anahitaji kunyonya, lakini hawampi kwenye gari, hawampi hata sehemu yoyote walokaa hawampi, wanasubiri warudi nyumbani wakae ampe mtoto anyonye. Kwa hiyo mimi nafikiri hayo ni maamuzi ya mtu binafsi, kwamba akaamua kumpa mtoto wake ziwa kwa muda huo, la hasira sio kwamba mtoto anataka ndo kwamba atafanya hivyo, atafanya hapana. Kwa hiyo nafikiri hata pia wakati ule ambapo yupo kijana ile kaamua mwenyewe. Ila kuna wengine tunawashuhudia madada zetu wanaacha maziwa yao wazi, wengine wanatafsiri vibaya ni changodoa, ila sijui, ila wengine tunawashuhudia wanaacha maziwa yao wazi, like watu wanaona mtandaoni. Nafikiri maamuzi ya mtu. Kwa hiyo hilo ndio jibu langu. Nafikiri maamuzi ya mtu kwenye hilo swala. Okay, mfano wewe uko na mke wako au mwenza wako, mko kwenye usafiri, mtoto akalia, analilia nyonyo, wewe unaweza ukaamua mzi gani hapo? Utakubali mtoto aendelee kulia wakati ziwa lipo anatakiwa anyonyeshwe, akae kimya, au kwa upande wako utaamueje? Experience hiyo sina, ila kwa kujua mimi, kwa mimi kama ningekuepo na mtoto na hivyo kwenye gari, nisingeamua lolote, kwa sababu mimi sijui. Mara nyingi hisia ya mtoto anaibeba mama mzazi. Kwa hiyo mimi
nafikiri ningeuliza analia nini. Kwa mama mwenyewe ndo angefanya hayo mahitaji. Nzeni mama angetoa ziwa na kumnyonyesha mtoto, angekuwa ameamua. Kwa unarudi pale pale kwamba ni maamuzi ya mama mwenyewe kumnyonyesha mtoto au kutoa hilo ziwa, yani kuonesha kama anamnyonyesha mtoto au la. Kwa unarudi pale pale. Ingekuwa mimi ningemwambia mtoto analia nini, because baba waga hisi sana nini anahitaji zaidi ya mama. Mama ndo anamjia uzuri mtoto tofauti na baba. Yeah. Kwa majina anaitwa Ada Saidi. Sio wote wanaofanya hivyo, ni baadhi. Kuna mwingine akitaka kumnyonyesha lazima achukue nguo ajifunike, hivyo ndo atamnyonyesha mtoto, na kuna wengine wananyonyesha tu hivi hivi hadharani. Sasa kwa nini asilimia kubwa unakuta wanawake wananyonyesha watoto hadharani? Hiyo inakuwa ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu pale mtoto anapotaka kunyonya lazima ampe nyonyo. Hello, kwa majina naitwa Aisha Abdillahi Hassani. Kwa jina la usanii naitwa Kipini. Pale sana najua kwamba ameshakuwa mama, kwa hiyo anaona sometimes hamna haja ya kujifunika funika. Na mtoto akihitaji kunyonya, kwa hiyo yeye yuko radhi kutoa ziwa na kumnyonyesha mtoto. Kwa hiyo unamaanisha kwamba mtu akishakuwa mama stara yake inaondoka, kwamba kunakuwa tena hakuna ulazima wa kujistiri? Hapana, sio kwamba stara inaondoka. Pale mtoto atakapohitaji kunyonya, basi anamtolea ziwa na kumnyonyesha, ili mradi tu mtoto asilie. Na ikiwa na njaa mtoto lazima ataki kunyonya, ni haki yake. Habari, kwa jina naitwa Sofia Anset aka Poppy. Nadhani kwenye swala la kunyonyesha au kama hivyo kunyonyesha hadharani, labda kutoa ziwa popote pale ambapo mtoto atalihitaji, nadhani ni kwa wanawake wenyewe. Kuna mwanamke ambaye hana aibu, au kuna muda mtu unakuwa una aibu, lakini sasa kutokana na mtoto wako anavyokuwa analia, ukiwa kama mama lazima ujisikie vibaya. Kwa kule kujisikia vibaya kuna kufanya wewe usijali kama upo mbele za watu au upo mbele ya watu ambao wanakutazama ni wengi. Unaangalia mtoto wako anapata shida kiasi gani, na inategemea na sababu. Huenda mtoto akawa labda umetoka naye hospitali, amechomwa sindano, analia, unajua kabisa anaumia. Sasa ukianza kufikiria kwamba watu wananiangalia aliyakuwa mtoto anaumia, hiyo inakuwa sio kweli. Kwa kuna muda mama anakuwa anajitolea kwa sababu ya mwanae. Anakuwa anaona aibu kweli na sio vizuri, lakini sasa kwa sababu ya mtoto wake yeye mwenyewe na ana uchungu naye, anakuwa anajitolea. Bora nimnyonyeshe mtoto wangu akae sawa kuliko niangalie watu kwamba watu watanitazama alikuwa mwanangu anaumia. Nadhani ni hivyo. Hakuna namna yoyote ile ambayo unaweza ukafanya kujistiri kipindi ambacho unanyonyesha? Hasa ukizingatia kwamba ujue unavyokuwa public vile mbele za watu, kuna namna ambavyo kuna maziwa mengine hata kama mtu ananyonyesha unakuta anakuwa anaonyesha ushawishi pia, anatengeneza matamanio kwa watu. Kwa hiyo inakuwaje njia ya kujistiri na kukosekana? Ndio maana hata mwanzo nikasema inategemea na mtoto, yani analia akiwa kwenye situation gani. Kwa mfano mtoto labda akiwa ameumia, au labda kama hivyo kama nilivyosema mwanzo, labda ametoka hospitali, mtoto kachoma sindano. Kwa ukiwa kama mama, unajua kuna muda mtoto analia mpaka anakakamaa yani. Kwa pale mama akili lazima unakuwa unachanganyikiwa. Kwa kusema labda kwa muda huo tena uwe na wazo kusema labda upo kwenye daladala au ushuke, au labda upo kwenye daladala utafute kitu labda ujifunike ndio umnyonyeshe mtoto, hiyo akili kwa muda huo inakuwa haipo. Kwa hiyo unajikuta tu umefanya lile tukio kwamba la kutoa ziwa umnyonyeshe mtoto ili mradi atulie, kutokana na wewe unavyojisikia. Nadhani ni hivyo. Na pia swali lako lingine kusema baada ya kuwa mama hanyonyeshi anakuwa anajistiri, ni kwa sababu hana sababu ya kutoa nyonyo hadharani. Sasa mtu unyonyeshe, umekaa kwenye daladala unatoa nyonyo, yani ulitoa tu uliweke nje watu waliangalia au? Sio kweli. Kwa ni hivyo. Lazima kuna sababu, na ndio maana mama anakuwa anatoa ziwa popote anamnyonyesha mtoto. Na inategemea na situation kwa muda huo. Nadhani ni hivyo. Nadhani ndugu mtazamaji, kama ambavyo umesikia maoni ya wasanii wote, kila mmoja ameelezea kwa upande wake na kwa maoni yake. Sasa kwa wewe ambao ulikuwa unatufuatilia kuanzia mwanzo mpaka wakati huu, nawe ni wakati wako sasa, shabiki wetu, nawe kudondosha komenti yako katika comment section hapo chini, uelezee kuhusiana na hilo swali. Je, ni sahihi
mama ama mdada kipindi ambacho anakuwa yuko kwenye kipindi cha uzazi, yani akiwa tayari yuko na mtoto, kunyonyesha hadharani, na kipindi ambacho anakuwa ametoka katika hali ya kuzaa anakuwa anaonekana akijistiri zaidi. Sasa tunataka tupate maoni yenu pia, mashabiki zetu. Msisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Ciao.